mahakamani wahuni waliokuwa wamevaa nguo za polisi wakatukamata na kwenda kututesa, lakini bado tupo na hatujakata tamaa na tunaendelea kutetea haki. Bahati mbaya sana nilitaka huyu jamaa anayerekodi hii mambo ya polisi arekodi hii, ila akawaambia wewe wakubwa hapa amezima simu yake, amejifanya kupokea tu simu. Sawa, karibu uzungumze na watu wa Nyamuso kisha tuelekee Bunda mjini. Waheshimiwa wananchi na waheshimiwa viongozi, leo huu ni mkutano wetu wa pili. Tulianzia Kiabakari pale jimbo la Butiama, tuko hapa Bunda vijijini, bado tunaelekea Bunda mjini. Kwa leo tuna mikutano mitatu. Ninashukuru sana viongozi waliozungumza kabla yangu, na niwashukuru vile vile viongozi wa chama mliosoma risala hii. Jambo kubwa ambalo limejitokeza katika risala mlioisoma ni kupotea kwa watu kutojulikana wako wapi. Orodha ya majina imesomwa hapa, watu 19, na kabla sijapanda hapa likaongezwa jina lingine la mtu anaitwa John Feja. Ndio John Feja, naye hajulikani yuko wapi. Watu 20 kwenye Bunda DC peke yake. Kwa idadi hii ya watu, nitumie jukwaa hili kutoa kauli kwa serikali, waziri wa mambo ya ndani, kwa jeshi la polisi, kwa Rais Samia, serikali kutoa kauli hawa watu 20 wako wapi, na serikali kuhakikisha kwamba watu hao wanajulikana wako wapi, kwa sababu hawa ni binadamu, sio wanyama. Nyinyi watu wa Bunda DC, Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa karibu na hifadhi ya Serengeti, hifadhi ambayo ingekuwa ni baraka ya utajiri kutokana na utalii na rasilimali zilizopo. Lakini kwa kwenu karibu na hifadhi, badala ya kuwa baraka, kwa sababu nyinyi mlistahili kwa kuwa karibu na hifadhi, fedha za utalii za Serengeti, mzunguko wa utalii wa Serengeti uhiusu vile vile wilaya yenu. Badala ya kuwa baraka, maeneo ya karibu ya hifadhi wananchi wanaishi, serikali inajali zaidi tembo ambao wakati mwingine wanatoka kwenye hifadhi wanakuja kwenye majumba ya watu. Serikali inawalinda zaidi tembo kuliko kulinda hata binadamu. Nitumie fursa hii kusisitiza, na taarifa hii tunakwenda nayo makao makuu kwenye kuingiza kwenye taarifa za watu mbalimbali waliopotea na kutaka hatua za kiserikali mpaka kieleweke. Ndugu zangu wa Bunda DC, nitumie fursa hii vile vile kuzungumza hapa Nyamuswa ambapo anatoka Jaji Warioba.
Mosi, kumshukuru kwa niaba ya chama kwa kauli aliyoitoa karibuni ya kuitaka serikali ya CCM na CCM kusikiliza sauti za wananchi na kuisikiliza sauti ya Chadema. Na mzee Warioba alikwenda mbele zaidi, akasema serikali na CCM kutaneni na Chadema. Akaenda mbele zaidi, kutaneni ili nchi ishughulikie matatizo ya kutokuwa na uchaguzi huru na haki kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025. Sasa badala ya mzee Warioba aliyetoa kauli kwa serikali na CCM, badala ya mzee yule kujibiwa na viongozi waandamizi wa serikali na hatua kuchukuliwa, sababu alikuwa waziri mkuu mstaafu, alikuwa makamu wa rais mstaafu. Jana juzi mera serikali nzima inakwenda kwenye msiba walikuwa waziri mkuu ambaye waziri mkuu mstaafu na makamu wa rais mstaafu marehemu Cleopa Msuya, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Walimwaga Dar es Salaam, wakaenda kumzika Tanga Kilimanjaro. Rais akaenda, serikali kwa kubwa yake ikawepo Dar es Salaam, ikawepo Mwanga, pamoja na kuwa mzee Msuya alikuwa makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu. Sasa serikali hii inataka kujionyesha kwamba inawajali waziri wakuu, makamu wa rais wastaafu wakiwa kaburini, lakini wakiwa hai inawadharau. Kwa sababu baada ya kauli ile ya mzee Warioba, siku zimepita, hakuna kauli yoyote iliyotolewa na rais, iliyotolewa na waziri mkuu, iliyotolewa na mamlaka za juu za kiserikali. Badala yake serikali ikamtuma msemaji wa CCM Amos Makalla. Yule msema ovyo ovyo, kila mahali anasema ovyo, mara aseme si Chadema imeenda kuleta kukusanya tone ikanunue virusi sijui vya mpox nje ya nchi. Anasema kauli za ovyo za uongo. Badala ya kujibu hoja ya mzee Warioba, akatoa kauli ya vihaka kwa mzee Warioba kwamba mzee Warioba kustahili kuzungumza kwamba kuna mgogoro hapa, kuna mazingira yanahitaji kuingiliwa kati. Amos Makalla akasema wao kama CCM na serikali hawana mgogoro, haoni mgogoro wowote. Na akaenda mbele zaidi, akasema uongo kwamba anasema sisi CCM na Chadema tuko vizuri sana, tuna ushirikiano. Nataka kutumia mkutano huu kwa Nyamuswa kuwaeleza wanachadema na kuwaeleza Watanzania, sisi tuna mgogoro mkubwa kweli na CCM, na mgogoro wa sisi na CCM na serikali ya CCM ni wizi wa uchaguzi wanaofanya kwenye chaguzi mbalimbali. Ni mgogoro mkubwa, sio mgogoro mdogo. Ni mgogoro wenye kuhitaji hatua za haraka. Tulikuwa na mgogoro nao 2019 walipoingua wagombea. Tukawa na mgogoro nao 2020 baada ya wizi kwenye uchaguzi. Mwezi Machi mwaka 2021 Mwenyezi Mungu alipofungua ukurasa mpya katika nchi yetu, alipomtoa Rais Magufuli, tukawa na matumaini kidogo baada ya kauli za Rais Samia kwamba tunaweza hawa tukazungumza. Lakini kabla hatujazungumza, Rais Samia akatumia mbinu ambayo ameitumia sasa kwa mwenyekiti wao. Hiyo mbinu dhidi ya mwenyekiti Mbowe, tunataka kudai katiba mpya. Rais akasema chokochoko za katiba. Mbowe akabambikwa kesi ya ugaidi, akakaa ndani miezi 7-8.
kama ambavyo sasa tumesema no reform, no election, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Lissu amebambikizwa kesi ya uhaini. Baada ya wakati huo mwenyekiti Mbowe kutoka, pamoja na mambo aliyotutendea sisi aliyekuwa mwenyekiti wakati huo, pamoja na aliyotutendea, mwezi Mei mwaka 2022 tukaamua kukubali kwenda kukutana na rais Ikulu Chamwino Dodoma. Mimi nilikuwa sehemu ya ujumbe tuliokuwa Ikulu pale. Tukaenda kukaa mezani, tunazungumza na rais. Tunamweleza rais, tuna mgogoro na serikali yako, tuna mgogoro na CCM, na mgogoro wetu sio wa Chadema, ni mgogoro wa wananchi. Wizi kwenye uchaguzi 2019, 2020. Rais akakiri kweli kulikuwa na matatizo uchaguzi wa 2019, uchaguzi wa 2020. Akatuambia tumweleze nini kifanyike. Tukamweleza hoja 11. Tulikuwa na agenda 11, lakini 2 zikihusu masuala ya katiba na uchaguzi. Tukamweleza kuamua mchakato wa katiba uliokwama mwaka 2014 kwa sababu tayari tume iliyoongozwa na Jaji Warioba ilikusanya maoni ya wananchi, ikatengeneza mpaka rasimu ya katiba, lakini nyinyi mkaharibu mchakato. Endeleza mchakato wa katiba. Tukamweleza uendelezwe namna gani, ratiba iweje, vyombo vipi, mchakato wa katiba ukamilike kwa haraka kabla ya uchaguzi wa 2024 na 2025. Rais anasikiliza. Tukamwambia, lakini kama nyinyi watawala wa CCM na serikali kiwa mnachelewesha mchakato wa katiba kwa sababu 2022 ni karibu na 2024, uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa, lazima wakati huo tuanze vile vile marekebisho ya katiba iliyopo na sheria na kanuni katika masuala ya uchaguzi, ili katiba mpya ikichelewa, wala kupitia marekebisho ya katiba na sheria kuwe na uchaguzi huru na haki. Rais akasikiliza. Baadaye rais akasema basi tuunde timu ya mazungumzo. Timu ya CCM iundwe na serikali upande mmoja, upande pili timu ya Chadema. Wakateuliwa watu 5 upande wao, sisi tukateua watu 5. Mimi nilikuwa sehemu ya hiyo timu ya watu 5. Tukakutana, tukazungumza kwa mwaka mzima kwa nyakati tofauti tofauti, sio kila siku, kwa awamu tofauti tofauti, mara chache lakini kwa urefu wa mwaka. Tukawaeleza kabisa kipengele kwa kipengele kwamba bana, tunataka turekebishe katiba ibara 74(1), tuondoe mamlaka ya rais kuteua mwenyekiti, mkurugenzi wa tume, wajumbe, tufute ibara ya 74(5) ya katiba inayompa mamlaka rais ambaye ni mwenyekiti wa CCM wakati wowote kuiondoa tume ya uchaguzi, inafanya tume isiwe huru. Rekebisha ibara ya 74(10) ya katiba ambayo inasema kwamba tume katika wilaya, katika kata, katika mitaa, tume inaposimamia uchaguzi inawajibika kuwatumia watumishi wa umma. Tukasema futa hiyo kwenye katiba, weka kwamba tume itaajiri watu wake huru kusimamia uchaguzi. Kawaambia nenda ibara ya katiba 74(12) inayoipa kinga tume kwamba tume hii hata ikiengua wagombea, ikizuia upinzani kufanya kampeni, huwezi hata kuishtaki mahakamani. Tukaambia gusa katiba, angalia ibara ya 41(7). Ibara ya katiba inasema kwa katiba ya Tanzania matokeo ya urais yakitangazwa huwezi kwenda kuyapinga hata mahakamani, mahakama imezuiwa. Na tume inaweza kutangaza matokeo feki kwa sababu inajua hakuna chochote unachoweza kufanya baada ya matokeo kutangazwa. Tukawaeleza marekebisho gani, hoja kwa hoja kwenye mazungumzo. Baada ya mwaka mmoja wa mazungumzo, tukabaini kwamba CCM na serikali yake hawataki kabisa marekebisho ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Katika hali hiyo,
Sisi tukawaambia ile timu ya mazungumzo ya watu watano ambayo ilikuwa na mawaziri, ilikuwa na viongozi wa CCM wakiongozwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wao Kinana. Sisi timu yetu ilikuwa inaongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe. Tukawaambia hatuwezi tena kuendelea na mazungumzo na nyinyi. Tukawaambia wakati huo, kama nyinyi tunaozungumza na nyinyi mnakataa mabadiliko, mtu pekee wakati huo tukawaambia tunataka kusikia kauli yake, na sio kauli tuna hatua, ni rais, turudi tukutane naye ili tuharakishe marekebisho. Badala yake hatukurudi tena. Katikati hapo serikali ya Rais Samia ikasaini mkataba mbovu kweli juu ya bandari zetu, tukaingia mgogoro mkubwa zaidi na serikali na CCM kwa sababu ya kuuza rasilimali za nchi, na hatimaye hofu yetu ikadhihirika. 27 Novemba 2024 wakaiba uchaguzi kweli kweli kwenye serikali za mitaa. Katika hali hiyo tuliamua tarehe 2 na 3 mwezi Disemba, tamko likitolewa na aliyekuwa mwenyekiti wakati huo, mwenyekiti Freeman Mbowe, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Ndio msimamo ambao tuliuchukua. Sasa huu ni msimamo wa kuingia kwenye mgogoro na watawala, mgogoro mkubwa sana. Wao wanasema huu msimamo wa bila mabadiliko hakuna uchaguzi ni msimamo wa viongozi tu wa juu wa Chadema. Sisi tunasema ni msimamo wa viongozi wa Chadema, sio tu wa juu, ni msimamo wa mkutano mkuu wa chama uliokaa tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025. Lakini sisi tunachukua msimamo huu kwa niaba tu wa wananchi, kwa niaba ya wananchi. Wao wanasema ni kauli yenu Chadema, sisi tunasema hii ni ya wananchi. Sasa ili kuthibitisha kwamba hii kauli ni ya wananchi, wangapi mnaunga mkono kwamba no reforms no election? No reforms no election. Nikisema no reforms nasema no election. No reforms. No reforms. No reforms. Shukrani sana. Nawashukuru kwa kauli hii. Na nashukuru kwamba kauli hii, uamuzi wenu huo, sauti yenu hiyo mmeipaza chini ya mti huu wa kihistoria, mti wa Mongwe, mti huu wa kihistoria Mongwe. Nilipokuja hapa niliuangalia mti na nilivyoona mlivyoketi, nikaona kwamba huu mti huu lazima utakuwa pekee kidogo. Nikauliza jina lake, nikapata jina, lakini kile kibao pale sikuweza kukisoma. Sasa ili nijifunze zaidi, kama kuna mtu anaweza kusoma pale kwa sauti kidogo, Omongwe. Alafu kuna maneno yameandikwa nini pale? Kama mnasoma kwa sauti, kuna maneno pale. Una zaidi ya miaka 400. Mti mtakatifu. Una zaidi ya miaka 400. Mti mtakatifu. Na mwingine amesema alikaa mtemi Makongoro, mtemi wa Waikizu. Huu mti huu kwa historia yake ya miaka 400, huu mti peke yake, kama halmashauri ya Bunda DC ingeunganisha utalii wa Serengeti, utalii wa kwa Nyerere Butiama na mti huu hapa Nyamusu hapa, serikali ya kijiji, serikali ya kata ingepata mapato mengi sana kutokana na mti tu. Yaani ni rasilimali kubwa sana. Lakini huu mti huu ni kielelezo cha maamuzi. Unajua demokrasia na utawala wa watu ni jambo ambalo wapo nafikiria lilianza tu Ugiriki huko Athens, ambapo neno democracy lilitoka, ambapo watu walikuwa wanakaa sokoni, watu wachache wanaamua kwa pamoja. Lakini kwa Afrika vile vile demokrasia ilianza toka wakati wa machifu. Sasa machifu walikuwa wanakaa wanaamua watu na baraza yao. Chief Makongoro alikuwa anakaa huko. Katika demokrasia
vyama vingi katika demokrasia ya uchaguzi. Mambo ya chifu mmoja wa juu peke yake kwa niaba ya watu yamepitwa na wakati. Sasa ni wakati wa nyinyi wenyewe wananchi ndio kuwa machifu. Hongereni kwa kukalia kiti cha uchifu na kuunga mkono no reforms no election. Sasa katika kiti hicho, katika mti huo takatifu, mti wa Mongwe wa miaka 400 uliokalia, nataka kuwauliza swali la pili au kueleza swala la pili. Sisi tumewaambia pamoja na kuwa mmechelewesha mabadiliko muda wote, mmekwamisha mchakato wa Jaji Warioba wa katiba mpya. Kama ungekamilika wakati ule, haya matatizo tusingezungumza hapa. Lakini mmekwamisha mchakato wa marekebisho kuanzia mwaka 2021, mmekwamisha 22, mmekwamisha 23, mmekwamisha 24 kwa kupeleka miswada mibovu ya sheria mnayoita tume huru wakati huru. Mmechelewesha. Sasa hawa waliochelewesha mabadiliko, sasa mwezi Mei wanasema hivi, muda hautoshi kutoka sasa mpaka kwenye uchaguzi kufanya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Sisi tumewaambia kama kisingizio chenu ni muda, tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele mpaka kwanza mabadiliko ya kikatiba na kisheria yafanyike kuwezesha uchaguzi huru na haki. Sasa tukwambia hivyo, wao wanasema kwamba wananchi wanataka uchaguzi kwa sababu wamejiandikisha kupiga kura na wananchi wanataka uchaguzi mwaka huu. Sasa niwaulize Nyamuswa na jimbo la Bunda DC, Bunda vijijini na halmashauri ya Bunda DC kwa ujumla wake, wangapi mko tayari hata uchaguzi uahirishwe, usogezwe mbele? Usogezwe mbele mpaka kwanza marekebisho, mabadiliko yafanyike ya kuwezesha uchaguzi huru haki. Vidole viwili juu, vidole viwili juu kama unaamini kwamba tayari uchaguzi usogezwe mbele mpaka kwanza ufanyike mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru haki. Asante sana. Nawashukuru kwa uamuzi huo wa pili chini ya mti mtakatifu wa Omongwe. La tatu, sisi na serikali yake, kwa sababu wana dhamira ya kuiba uchaguzi, wanakataa marekebisho ya kuwezesha uchaguzi huru haki, wanakataa reforms. Wakaamua sasa ili wasonge mbele, Chadema imeweka msimamo wa no reforms no election. Wao wakaamua kwamba wasonge mbele na vyama vingine ili kuidanganya jamii ya kimataifa kwamba kuna demokrasia Tanzania. Wakaita vyama Dodoma na wakapita na sisi, wakaita vyama vyote 19, wakaweka masharti na sharti kwamba kila chama katibu mkuu aende Dodoma kusaini maadili ya uchaguzi. Yaani tume sio huru, tume yenyewe haina maadili, eti inaandaa maadili ya uchaguzi, inaandaa kanuni mbovu za uchaguzi. Vyama vingine vikaenda, CCM ikaenda ikasaini, vyama 17 vinavyojiita vya upinzani vikakubaliana na msimamo huo wa CCM. Makatibu wakuu wao wakaenda kusaini, katibu mkuu wa Chadema, kwa sababu unajua msimamo wa wanachadema wenzangu ni no reforms no election, na msimamo wa wananchi ni kutaka mabadiliko ya uchaguzi, kutaka uchaguzi wa haki. Katibu mkuu wa Chadema si kwenda Dodoma kusaini maadili. Sasa baada ya kusaini maadili tarehe 12 mwezi Aprili, ile vita ambayo walishaianzisha toka mara baada ya mwenyekiti Mjaliso kuingia na makamu mwenyekiti Heche ya kutaka kumuondoa katibu mkuu na manaibu wake
ya kutaka kuondoa wajumbe wa kamati kuu walioteuliwa wakina Mheshimiwa Lema Mwanasheria Rugemeleza Nshara na wajumbe wengine wa kamati kuu. Vita tulikuwa tunakwenda nayo, wakasema sasa watawala hao chini ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa wakaanza mkakati sasa, na wakaongeza nguvu zaidi kwamba huyu katibu mkuu ambaye hajasaini maadili tufanye kila njia tumuondoe, ili wapate nafasi ya kuweka katibu mkuu wanayemtaka, wanayeweza kumburuza wanavyotaka. Si kama tumeelewana? Mimi nashukuru mheshimiwa unauliza wananchi hapa, na wananchi wakaonyesha msimamo kwamba mngependa niendelee kutumikia kama katibu mkuu, si ndio? Si ndio? Wakati nasema niendelee na majukumu yangu ya ukatibu mkuu tu, niendelee na wajibu naoendelea nao. Asanteni sana. Sasa nawashukuru kwa imani hiyo. Sasa hivi vyama hivi vinavyojiita vya upinzani vilivyosaini maadili vitakuja kwenu vikiwashawishi kwamba shirikini kwenye uchaguzi, viungeni mkono. Ninaomba wananchi wa Bunda DC, na hivi vyama hivi vimetengenezewa, chama kimojawapo kimetengenezewa mkakati na dola na mfumo wa serikali kwamba kisaidiwe kuwarubuni baadhi ya watu wachache, wasaliti wachache, wahamie kwenye chama kimojawapo kidogo cha upinzani, ili wakija vitakuja kama vingine, vitakuja na hicho chama ambacho baadhi ya viongozi wake watakuwa ni walikuwa viongozi wa Chadema, kuambia Chadema imekosea, shirikini uchaguzi. Mimi niwaombe, kama ambavyo mmeonyesha msimamo wa no reforms no election, msiwasikilize, msiwaunge mkono. Kwa nini? Kwa nini? Wairishe uchaguzi, si ndio? Kwa vyama vikija basi msimamo wetu uchaguzi wairishwe, nendeni huko. Tuko pamoja na Chadema. Wangapi mtawaambia ondokeni huko? Ondokeni huko. Ondokeni huko. Nashukuru sana waikizu wa Zanaki wote mliopo hapa, asanteni sana. Mna kila sababu ya kuchukua misimamo hiyo, kwa sababu Tanzania inahitaji mabadiliko. Tanzania inahitaji haki, na mabadiliko na uchaguzi, mabadiliko na haki vitapatikana iwapo kwa pamoja tashirikiana kuiondoa sisi madarakani. Na njia ya kuiondoa sisi madarakani ni uchaguzi huru na haki, ili tupate uongozi ambao utawaongoza wananchi kutatua kero ya maji Bunda DC, uongozi utakaoongoza wananchi kuhakikisha kwamba maslahi ya walimu yanaboreshwa, sio mazingira ya sasa ambayo maslahi ya walimu ni duni kwa kiwango ambacho baadhi ya shule wazazi wanalazimishwa kulipia sehemu ya mishahara ya walimu. Uongozi mpya ambao utahakikisha kwamba katika zahanati, katika vituo vya afya kuna madawa, kuna madaktari, na sio uongozi wa sasa ambao zahanati zetu, hospitali zetu za umma zimegeuzwa kuwa ni vituo vya kuandika dawa, alafu mtu akatakiwa kwenda kwenye maduka ya dawa kwenda kununua. Uongozi ambao utahakikisha fedha za TASAF ambazo zimeletwa Tanzania zikiwa ni za mkopo tunaolipa watu wote bila kujali vyama, pesa zikiwa ni kwa ajili ya kaya masikini, kweli zinawanufaisha
kaya masikini na sio wajanja wachache wa CCM hapa Bunda DC. Uongozi ambao utashughulikia mambo ya wananchi na sio uongozi kama wa diwani wa CCM wa Hunyari ambaye nilipofika hapa nilielezwa amepora eneo la wananchi ekari 598. Kiongozi anatakiwa kuwatetea watu. Kiongozi anatakiwa kusimamia maslahi ya watu. Kinyume chake, kiongozi ndio anakuwa mporaji wa rasilimali za watu. Ndugu zangu Wanyamuswa, nataka nimalize tu kwa jambo moja ili mturuhusu twende Bunda mjini. Nilipofika hapa niliketi pale. Nikaketi nikageuka huku pembeni. Nikakuta kijiwe cha simba pale. Nikakuta kuna kijiwe hapa. Nikakuta kuna kijiwe hapa hakina maandishi. Lakini juu kina bendera ya Chadema. Sasa nikataka kujua hiki kijiwe hiki ni cha Chadema au kijiwe cha nini? Mwenge ulilala hapa. Kwa ni jiwe la wale wakimbiza moto. Sasa kile kijiwe pale kimeandikwa kijiwe cha CCM, si kimefunguliwa na mwenyekiti wa CCM, si UBCC. Peoples, eneo hili la mti Omongwe ni eneo la pekee sana. Ni eneo la kihistoria. Sasa kwa heshima ya ujio wetu hapa, kwa heshima ya agenda ya no reforms no election, ambayo kwa pamoja leo sisi wananchi ndio machifu tumeamua, na hii ni kwa mujibu wa katiba, pamoja na kuwa katiba mwaka 77 ni mbovu, lakini ukienda kuisoma katiba hii ya 77 mbovu, ibara ya 8 ya katiba inasema mamlaka na madaraka ni ya wananchi. Serikali itapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Lengo la serikali linapaswa liwe ustawi wa wananchi. Kwa hiyo katiba ibara ya 8 inasema mamlaka ni wananchi. Kama mamlaka ni ya wananchi, chifu ni mwenye mamlaka. Kwa nyinyi wananchi ndio machifu wenye mamlaka. Na sisi Chadema tunaamini hilo. Tukaliingiza kwenye katiba yetu ya chama. Ukisoma ibara ya 3.1 ya katiba ya Chadema ndio chama pekee ambayo tumetamka ndani ya katiba ya chama kupitia falsafa yetu ya nguvu ya umma, people's power, kwamba nguvu ni ya wananchi, nguvu ya umma. Wananchi ndio wenye mamlaka, rasilimali za nchi zinapaswa kuwanufaisha wananchi. Kwa hiyo sisi tumeitekeleza kwa vitendo kwenye katiba ya Chadema, na ndio maana tunaomba watu wakati wote watunge mkono. Sasa nimefika hapa eneo hili la kihistoria. Nimeona kuna simba, hiki sasa nimejua ni kijiwe cha Mwenge, kile ni cha CCM. Nataka wananchi muamue. Wangapi mnasema hapa kunahitajika kuwa na kijiwe cha Chadema hapa na kiandikwe kabisa no reforms no election? Si ndio? Vile vile juu kama wanataka hapa kuwa na kijiwe cha Chadema vile vile eneo hili na kiandikwe no reforms no election. Sawa sawa? Sasa ndugu zangu, kwa sababu mmeamua nyinyi wananchi kwamba sasa kuwe na kijiwe cha Chadema, ninaomba sana. Naomba kopo pale kidogo. Shukrani. Mimi nitaomba nije huko. Na nikija huko ambao mimi nipate wasaa wa kusogelea mji huu, na nitapita huko na nitaomba mdondoshe tone matone mtakaodondosha leo hapa, pamoja na kutuchangia sisi viongozi kuendelea na safari na mapambano ya haki
kuichangia Chadema kwenye gharama za kesi za Tundu Lissu na kadhalika, kutakata mgao hapa wa kuhakikisha kwamba kunajengwa kunakuwa na jiwe hapa la kumbukumbu la Chadema na bendera ya Chadema na liandikwe no reforms no election. Sawa sawa, tunakubaliana. Nawashukuru sana. Sasa naomba nipige muziki wakati unapita tone, naomba michango yenu.